Katika ulimwengu usiotabirika wa siasa za Kenya, miungano inaundwa si kwa urahisi tu bali kupitia historia, utambulisho wa pamoja na kuheshimiana. Kenya imeondokewa na mwanasiasa nguli, mwanasiasa mkongwe aliyekuwa na mchango mkubwa katika siasa za taifa hilo, Raila Amolo Odinga. Maswali mengi yanaulizwa. Hali ya siasa Kenya itakuwaje bila Odinga? Je, Kenya iko katika njia panda? Je, pengo kubwa la kisiasa ambalo ameliwacha Odinga litajazwa na nani na baada ya muda gani? Kwa maswali haya na mengine mengi, tunaye katika laini ya simu katika kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara hivi leo, Maimuna Mwidau. Yeye ni mchambuzi wa siasa akiwa katika mji wa bandari wa Mombasa huko pwani ya Kenya. Tunaye pia vile mchambuzi wa siasa Martin Olo akiwa mjini Nairobi, Kenya, na tunaye katika laini ya simu kutoka huko nchini Marekani Profesa David Monda. Mimi ni Josephat Charo ambaye nitakuwa mwenyekiti kuongoza mjadala wetu wa leo. Karibu sana msikilizaji. Na moja kwa moja basi tuanze kipindi chetu, ni mkaribishe hapa Bi Maimuna Mwidau, na kwanza kabisa tuangalie ile hali ya siasa ya Kenya jinsi ilivyo kwa wakati huu tulio nao baada ya Raila Odinga kuondoka na kuzikwa. Naam, asante sana Charo kwa mwaliko wako wa leo. Na kama ulivyosema, hapa nchini tumekuwa na wiki nzima baada ya kuondokewa na kigogo mkubwa wa kitaifa Raila Amolo Odinga, ambaye pia ni kiranja mkuu wa chama cha ODM kilicho na wafuasi wengi na wabunge wengi katika bunge. Kwa hiyo kuondokewa kwa kiongozi kama Raila Odinga katika nchi na katika chama chake ni pigo kubwa, kwa sababu amekuwa msemaji mkubwa wa kupigania haki za kila mtu katika nchi. Na Waswahili tunasema mti mkuu kigwa wana ndege huyumbayumba. Kwa hiyo kuondokewa na Raila sasa hivi kumekuwa na sintofahamu fulani ya kisiasa ya kuangalia ni nani atakayeweza kuvaa viatu vyake ambavyo ni vikubwa tena vizito, ni nani ataweza kutoa mwelekeo ama kuweza kukosoa serikali ikiwa imekosea. Hapa ndio hiyo tafaruku imejitokeza tangu amezikwa, na tumesikia viongozi wa chama chake wakizungumza kwa njia mbalimbali. Wengine wanasema tutabaki kwenye serikali kwa sababu baba ametuweka. Wengine wanasema hakusema tutabaki kwenye serikali ila tutakuwepo sasa mpaka hapo itakapofika 2027 tutajua la kufanya. Kwa hiyo huu mtafaruku umekuwa wazi, wale wanaotoka sasa ama watatoka baadaye ama watabaki. Hayo ndo masuala makubwa yamekuwa yakiongewa na viongozi. Martin Olo, unamsikia hapo Bi Maimuna Mwidau amesema ndege wakati huu huenda wakawa wanahangaika, wanapata tabu, hawajui wafanyeje. Ungeweza kusema kwamba Kenya iko katika njia panda kisiasa? Asante sana, na nimemsikiza Bi Maimuna, na ningependa kusema kwamba ukweli ni kwamba tumempoteza kigogo mkubwa wa kisiasa, lakini ningependa kusema kwa njia hii tumepoteza mtu ambaye kisiasa alikuwa na maisha ya aina tatu. Kwanza kabisa alikuwa ni mpinzani mkuu aliyetetea haki za binadamu na akaumia ama akapata kufungwa jela na mambo kama haya. Pili ni mtu ambaye pia amekuwa kiongozi na mhudumu pale kwenye bunge na hata serikalini. Akawa mbunge, mwisho na kwa wakati fulani akawa waziri mkuu. Na tatu ni mtu ambaye ingawa alikuwa anacheza siasa za kiupinzani ama siasa za kutaka kuunda serikali, mara nyingi hakupata nafasi ya kuunda serikali, lakini pia hakuwa mbali na serikali. Kwa hivyo alikuwa akikosa nafasi ya kuwa serikalini, angepata nafasi kupitia kwa njia inayoitwa ya kubadilisha salamu na akawa serikalini. Sasa ukisema kwamba tumempoteza mtu ambaye itakuwa ni vigumu kuweza kupata mwingine katika sehemu yake, ni kweli, lakini pia ni kusema kwamba maisha aliyeishi, siasa alizozipiga yeye zilikuwa zake yeye kibinafsi. Ni mtu alifanya kazi na Kenyatta, alifanya kazi wakati wa Moi, alifanya kazi na Kibaki, alifanya kazi na Uhuru na amefanya kazi na Ruto. Kwa
hivyo katika hali hiyo tutapata mtu ambaye hawezi kuwa na maisha ambaye kwa siasa amekuwepo kwa muda mrefu kama huo. Siasa zinaenda zikibadilika, na bila shaka yeye amefanya mchango wake. Tukitafuta demokrasia amefanya mchango wake, tukitafuta katiba mpya amefanya mchango wake, tukitafuta siasa za upinzani amezifanya, na pia siasa za serikali amezifanya. Nafikiri ningependa kusema kwamba yes, mti umeanguka, ndege watatafuta mahali pengine pa kuegea, na bila shaka kutafuta maisha yaendelee. Kwa hivyo Kenya itaendelea, na kisiasa tunamkosa yeye, lakini bila shaka tulipomzika na pia tukazika siasa za wakati wake, na pia mwelekeo wa wakati wake, na kile tulicho nacho kwa wingi wa watu sasa hivi ni vijana, na vijana hawa wana matakwa yao, na bila shaka watatafuta kuzindua mbinu zao pia. Haya, asante sana Profesa David Monda. Ni enzi mpya kama anavyosema Martin Oloo, na kwamba pengo kubwa la kisiasa ambalo tunalizungumzia lililoachwa na Odinga litazibika tu, na haitachukua muda mrefu sana vile, kwa sababu wapo vijana sasa hivi na siasa za Kenya zimebadilika. Unasemaje Profesa? Nasema siasa lazima zitabadilika. Siasa zitakuwa zile endelevu, zitabadilika kwa njia fulani, lakini pia zitakuwa endelevu kwa njia nyingine. Nasema ya kwamba zitakuwa endelevu kwa njia za kimsingi, kukusanya kura kwa misingi sana sana za kikoo na kikabila. Nadhani nafsi hiyo bado itaendelea. Zitaendelea kwa nafsi hizi za vyama pia kuongozwa kwa misimamo ya waanzilishi wa vyama hivyo, kama kwa mfano ODM ilivyoanzishwa na Raila Odinga. Kuna wengine wanasema itafifia, vile UDA ilianzishwa na William Ruto, pengine akitoka, pengine itafifia. Siasa hizo zitaendelea, lakini nafikiria kwa upande mwingine, kumalizia, zitabadilika kwa sababu sasa hawa vigogo wa kieneo na kikanda, kama kwa mfano Raila Odinga kuwa ngome wa kura sana sana za kutoka eneo ya Nyanza, zile enzi za mfano Mulu Mutisia kwa kigogo, tuseme kwa kura za kutoka eneo ya Ukambani, wale vigogo tuseme Sharif Nasir kwa kigogo wa vyama kutoka upande wa Pwani. Nadhani siasa hizo tena zitabadilika, na pia kura za majenzi pia ni kama zitaleta hali ya kubadilika kwa siasa kwenda mbele kule Kenya. Haya, tuangalie mustakabali wa chama cha Orange Democratic Movement ODM, ambacho hiki Raila alikuwa kama gundi iliyokuwa imekishikilia chama hiki kwa pamoja kabisa. Kipi kitarajiwe Bi Maimuna kuhusiana na umoja huu wa chama, na je, kama chama hiki kitavunjika vipande pengine na kusambaratika? Kama ulivyosema Charo, Raila alikuwa kama gundi ambalo na tumempoteza hapo Bi Mwidau. Swali hili ni kutupia wewe Martin Oloo. Unaona ni kitu gani ambacho kitatokea katika chama hiki cha ODM? Ndugu Charo, niseme hivi kwamba siasa za Kenya na hasa siasa za vyama ni siasa za watu binafsi. Kumbuka ya kwamba Raila Odinga ndiye alikuwa ODM na ODM ilikuwa Raila Odinga. Sasa hivi Ruto ndiye UDA na UDA ni Ruto. Uhuru ndiye Jubilee na Jubilee ni Uhuru. Kwa hivyo utaona ya kwamba siasa zinachukua mrengo wa labda anaye kigogo wa chama hicho. ODM tulivyoijua imeenda naye Raila. Kuna sasa makundi ambayo yamegawanyika, makundi ya kikabila na kimaeneo, ambayo anasema kwamba sisi tutafuata vile tuliambiwa na Raila,
na kuna makundi mengine yanasema sisi tutabaki kama chama, na wengine wanasema sisi tulipoacha serikali tukawa pale serikalini, na wengine wanasema tuliambiwa ya kwamba tunaenda hadi pale 2027, tukifika hapo tutajipanga. Naye rais mwenyewe anasema ya kwamba mimi kama sitakubali ODM iwe upinzani, ODM itakuwa serikalini ama ndio itakuwa serikali. Kwa hivyo mambo haya ni magumu. Tayari tumeona wazi kwamba hatutaenda mbali ya hayo mambo. Ukweli ni kwamba hatutakuwa na chungwa jinsi tulivyolijua wakati wa Raila. Yeye ndiye alikuwa anashikilia ili chungwa baada ya Raila litaingia vipande. Asante. Haya, nafahamishwa Bi Mwidawa amerejea katika laini ya simu. Ulikuwa umeanza kutoa maelezo yako, endelea. Naam, samahani Charo. Kama alivyosema Oloo, nimemsikia kidogo hapo mwisho kwamba hapa kama nilivyosema gundi limeshabanduka sasa. Kwa hiyo ukisikiza wale viongozi wanaozungumza, hususan wale ambao wana umri mdogo kama kina Sifuna, kina Babu Owino, hawa wote ni wa umri mdogo ambao maono yao pia ni tofauti na wale wazee waliokuweko wakati wa tangu Raila akianza siasa zake. Kwa hiyo kubanduka si kwa ubaya, ni kwamba kuna wengine wanaendelea kukua na kuna wengine wanaenda kustaafu. Kwa hiyo mabadiliko ni makubwa yatakuja. Kuna wale watajitoa kabisa, wasimame na msimamo wao kwamba wataka kuwa upinzani, na kuna wale watabaki tuendeleze sera zetu vile tulivyokuwa na baba. Kwa hiyo hii mirengo itajitokeza, na ni nafasi nzuri sana ambao rais amejipatia hapo kwamba atavuna mahali kidogo. Katika siasa hizi za siku hizi za Kenya utakuta wakimaliza muhula kile chama kinakufa, kinazaliwa kingine na watu waenda mbele. Kwa hiyo hatutegemei kwamba kutakuwa ni jambo jipya, si jambo geni, ni jambo la kawaida. Leo Kibaki alikuwa na chama kingine, wale walikuwa na Kibaki sasa hivi wengine walikwenda chama cha Jubilee, wengine wakaenda KANU, wengine wakaanzisha kwingine. Imekuwa ni mtindo ambao twasubiri tu kuona ni kina nani watakwenda upinzani na kina nani watabaki kwenye serikali. Haya, Profesa, makundi yanajitokeza ni kama matatu hivi. Wale ambao wanasema tuliachwa na baba katika serikali, kina Gladys Wanga hawa. Unaona kwamba chama cha ODM kwa hapa ambapo tupo kweli kinaweza kubaki kama nguvu hadi kufikia 2027, ama unaona kinaweza kikasambaratika hata kabla mwaka huo? Itategemea vile wanasiasa watakavyo cheza karata zao. Kuna uwezekano ya kwamba chama cha ODM kisambaratike pale ambapo tuseme hawa wanasiasa chipukizi kama Babu Owino, kama Sifuna wakifurushwa kwenye chama. Na tumeona wanasiasa kutoka UDA kama Seneta Cherargei wanasema ya kwamba mtu kama Sifuna lazima afurushwe kwenye ODM. Ikifanyika hivyo, kuna uwezekano ya kwamba wafuasi wa ODM sana sana kutoka eneo ya magharibi na eneo ya Nyanza Kusini wote wakaondoka kwenye chama cha ODM, hususan wakati huu pia tukiangazia kwamba Fred Matiang'i anawania urais. Kwa hivyo kuna hiyo uwezekano. Jambo la pili ni kwamba pengine chama kikae imara na kiendelee pale ambapo tuseme hawa wanasiasa chipukizi kama Babu Owino akipewa kwa mfano cheti cha waziri, cheti cha CS kwenye serikali, au ODM ihakikisha kwamba kwa mfano atapewa ile tikiti ya ugavana mwaka 2027. Lakini pia kuna uwezekano ya chama tena kutawanyika tena pande mbili pale ambapo kikundi cha pili cha Orengo na Nyong'o na kikundi cha hawa vijana chipukizi waondoke kwa chama cha ODM na waunde chama chao, kando na hawa mayatima wa Raila Odinga, wanasiasa kama Gladys Wanga, wanasiasa kama Junet Mohamed, Opiyo Wandayi.
wengi wao ambao hawataki kutoka kwenye serikali kwa sababu ya nyadhifa zile walizo nao, watu kama Opiyo Wandayi, John Mbadi hivi, ambao hawataki kutoka kwenye chama. Kwa hivyo huenda chama kikasambaratika na huenda pia chama kikabaki imara, lakini kwa viegezo tofauti tofauti. Martin Olo, Rais William Ruto, yeye ni kiongozi wa UDA, lakini ametoa kauli nzito sana kusema kwamba atakilinda chama cha ODM ambacho kinampinga kama kiongozi wa UDA. Kwa nini unaona alitoa kauli hizi? Ni kwamba anakihitaji sana chama hiki ama ni chama kinamhitaji yeye zaidi? Jamani, hapa kuna mambo mawili. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba Rais Ruto si mgeni katika chama cha ODM. Yeye alikuwa mmoja wa waanzilishi wa chama cha ODM. Kwa hivyo anakifahamu. Yeye alikuwa kwenye kile kikundi cha Raila ambacho kilikuwa kinaitwa The Pentagon. Nakumbuka ya kwamba katika hiyo Pentagon alikuwepo yeye Ruto na alikuwepo Musalia, na sasa hivi Ruto ako na Musalia, na kabla ya baba kwenda alikuwa tayari ako na baba. Kwa hivyo si mtu aliyekuwa mgeni katika chama hicho. Ni mtu ambaye anasema kwamba kuna uwezekano ODM ikawa serikalini ama ODM ikaunga serikali. Si ajabu ya kwamba nikitabiri hapa huenda ODM na UDA wakawa na watu ambao watakuwa wanawania kiti cha urais na ikawa mtu huyo ni mtu mmoja. Yaani ODM wakasema rais wao ni Ruto, na UDA wakasema rais wao ni Ruto. Kwa hivyo si ajabu anaposema hawezi kuachilia ODM, ana maana ya kwamba huenda akasema ya kwamba ataweka vibaraka vyake hapo, ndio wakati ukifika wa kusema ni nani atakayebeba bendera ya urais ya ODM abebe yeye, kwa sababu sasa atakuwa ni ODM yuko serikalini ama itakuwa ni kati ya vyama ambavyo vitakuwa vinaunda serikali. Si ajabu. Mwisho kabisa, yeye Rais Ruto ni mtu ambaye ni mwanasiasa shupavu. Katika kutafuta ushirikiano kati yake na Raila, alijua ya kwamba huyu ni kigogo, huyu ni mbabe wa kisiasa, na nikiungana naye na niunge mkono, bila shaka nitaweza kurithi watu wake katika sehemu ya Nyanza. Kwa hivyo hilo sio jambo ambalo alikuwa analifanya kwa kutoangalia mbele. Mwisho kabisa hapo ni kwamba wakati wa mazishi haya alitoa kila mbinu katika kitabu cha siasa kwa Haya, tumempoteza hapo. Bi Maimuna Mwidau, naja kwako hivi sasa. Umemsikia hapo Martin Olo akijaribu kuzungumzia kuhusu kile ambacho kinaweza katokea kati ya chama cha ODM na UDA, chama cha Mheshimiwa Rais Ruto. Kuna kauli ambayo ilitolewa na Otiende Amolo, akasema uamuzi wa kuweka mgombea katika uchaguzi ujao kwa chama cha ODM, huo ni uamuzi ambao utapitishwa na chama, na uamuzi wa kumuunga mkono Rais Ruto ugombee urais, huo nao ni uamuzi ambao utapitishwa na chama, na uamuzi wa kumkubali katika chama cha ODM, huo nao ni uamuzi utapitishwa na chama, lakini lengo la sasa ni kukiweka chama cha ODM katika uimara. Unaona kuna uwezekano kwamba chama hiki cha ODM kinaweza kikamkaribisha tena Rais Ruto chamani, akiwa miongoni mwa wale waasisi wa chama hiki? Kwa maoni yangu, sioni Rais Ruto kurudi ODM. Chama kitaamua nani atasimama kama rais, ama chama kitaweza kuamua kama Rais Ruto atakuwa ndio kiranja wao, ama pengine kutakuwa na makubaliano, pengine kutakuwa na muungano thabiti wa kuonesha kwamba sasa kuna muungano wa ODM pengine na UDA pamoja na vyama vingine, na wote wakubaliane kwamba rais atakuwa ni Ruto. Hilo lawezekana kwa sababu tayari KK kuna vyama karibu 14. Jambo ambalo naona kwamba Rais Ruto anaweza kujaribu sana ni kwa sababu ya ule usuhuba aliokuwa nao na uanzilishi wa ODM pamoja yeye akiwa mundani. Kwa hiyo ana uwezo wa kuvutia wale ambao alikuwa akifanya kazi nao kwa zamani na ana usuhuba pamoja nao. Na hii ni siasa. Watu wanaangalia wakati unapokwenda. Wale unaowasikia ambao wanazungumza kwamba sisi tutabaki kwenye serikali ni kwamba washakubali kwamba tayari kuna kiranja mpya, watapiga magoti kwa Ruto sasa. Baba hayupo tena. Kuna wale rais wanaweza kufanya kazi hiyo. Na kuna wale ambao wanaona labda wakienda upinzani, wakianza upinzani na mapema, wataitwa, wabembelezwe, watafute kile wanachokitaka wakipata. Hii ni siasa, hakuna kitu ambacho ni kigumu sana katika siasa. Ukiamka unaweza kuwa mrengo huu na ukilala unaweza kuwa uko mrengo ule mwingine. Watakwambia hii kawaida ni ya siasa na ni siasa ya Kenya.
Kwa hiyo Rais Ruto hapa ana kazi kubwa kuhakikisha kwamba ule muungano wa ODM ukija kukaa waamue wampendekeze yeye. Hiyo ni kazi pia ambayo lazima aifanyie, aichukue muda na aifanyie kazi kuhakikisha kwamba wakiwa kwa umoja wao wataweza kumkubali, basi nguvu ya ODM itakuwa pale. Lakini na ODM pia itabidi waweze kutafuta namna watakavyoweza kupata nafasi zaidi katika kuunga serikali, kwa sababu watakapokuwa wataleta ufuasi wao ambao ni mwingi kwa sasa hivi bungeni, basi hakuna budi ila watoe matamko yao kusema sisi kama ODM tukiweza kukuunga mkono hiki na hiki na hiki ndio tunachokitaka. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linawezekana kwa wakati wote.